Ni kwamba familia moja eneo la Balkananyango, Bondo, kaunti ya Siaya inatoa rai kwa asasi husika kuingilia kati na kuwasaidia kusaka na kuopoa mwili wa mwana wao aliyezama katika mto Yala takriban mwezi mmoja uliopita. Na kama mwandishi wetu Quinto Wafula anavyoarifu, familia hiyo imelazimika kusalia katika kingo za mito licha ya hali ngumu ya maisha. Kwa maana tunalala nje, ungu naye inatuuma, chakula ya kutosha hakuna. Ni masaibu anayopitia mamake na familia nzima ya James Okonyi, kijana wa miaka 21 ambaye alikuwa mwanafunzi wa kidato cha 3 aliyezama katika mto Yala eneo la Balkananyango, Bondo, kaunti ya Siaya takribani mwezi mmoja sasa. Walikuwa anasindikiza mwenzake kuchukua ng'ombe huko ng'ambo. Hadi kufikia sasa, familia hii imekita kambi katika kingo za mto huu, wote wakiwa na matumaini ya kupata mwili wa mpendo wao ili wakauzike. Ila changamoto zinajizatiti kuuzima mwanga wa matumaini yao. Tulishapatiwa injini, na hiyo injini hatuna fuel ya kuenda nayo kwa maji. Sasa hiyo ndio shida yetu. Wamesema ati hii sio disaster, ati hii ni incident. Hiyo ndio kizungu ambayo wametumia. Sasa tunajiuliza, kama daraja ilivunjika hapa, hatuwezi vuka sasa. Sasa ukosefu wa daraja imeleta maafa kama haya. Kwani disaster ni nini? Wakazi sasa wanalalamikia kutokuwepo kwa daraja katika eneo hili kama chanzo cha masaibu yote. Hii ni licha ya ahadi za wanasiasa na viongozi wa eneo hili. Kwa maana hiyo daraja ingekuwa, hawa vijana hawangepitia maji, hawangetumia hizo maboti ndogo ndogo. Hiyo maboti ndogo ndogo ndio inatumiza. Na governor alitupromise atanaenda kutengeneza hiyo bridge for the next 2 weeks. Na it was just December up to date. Katika kipindi ambacho wanafamilia hawa wamekaa katika kingo za mto huo, kuona mili inayoelea majini limekuwa jambo la kawaida kwao. Chifu wa eneo hilo Viklis Rabut alithibitisha hofu hiyo, akisema kuwa mili ambayo hupelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Bondo ikisubiri kutambuliwa. Ama pengine amekufa kule huko Nandi Hills ama Game wherever, na hiyo inateremka na hiyo mto polepole ikiteremka. Sasa huku sisi ndio tunashuhudia mwisho wa kila kitu. Quinto Wafula, TV 47.